Huyu ni moja kati ya wachezaji ambao wanajaribu kutikisa misingi ya kikosi cha Young Africans na ameipasua Young Africans katika vipande viwili. Ni Clatous Chota Chama, mchezaji bora sana kwa kushuhudia katika ardhi ya Tanzania. Unavozungumzia namba 10 bora sana ni pamoja naye Clatous Chota Chama, mchezaji ambaye brain yake inawaza mpira, anajua sana mpira ukiwa mguuni mwake wewe mwenyewe unasikia furaha ya kumtazama. Anafanya ufuska mbele ya mpira miguu na anafanya watoto wanaopenda mpira wa mama kwa wakaka. Uwezo wake ni mkubwa sana, lakini sasa umri wake pia unaendelea kuchanja mbuga. Unadhani ni anaendelea kuwa bora, lakini kadri ambavyo siku zinavozidi kusogea ndivyo ambavyo mchezaji huyu anavozidi kupungua ubora na vitu kama hivyo. Sasa unaambiwa ndani ya kikosi cha Young Africans mchezaji huyu ameipasua Young Africans katika makundi mawili, hususan kwa viongozi. Kuna viongozi ambao wanasema Chama abaki, kuna viongozi ambao wanasema Chama asibaki, na wapo ambao wanasema aondoke kutokana na swala la kiumri, lakini pili kwa muktadha wa kuitazama project ya kikosi cha Young Africans, kusema inawezekana huyu mchezaji asiendelee kutoa energy sawa sawa na ile ambayo ameitoa katika msimu uliopita na vitu kama hivyo, ama katika msimu kwa msimu unaokuja inawezekana akawa ni mchezaji wa backup sana kuliko mambo kama hayo. Sasa hii imewapaswa viongozi wa Young Africans kwa sababu wapo ambao wanamkubali Chama kama Chama na vitu vyake. Lakini pili, performance yake ya mechi 2 zilizopita ni moja kati ya performance ambayo imesababisha watu wastuke kidogo kwamba inawezekana ni mchezaji mzuri, ni vile sisi hatujamzingatia. Kwa nini? Kwa sababu unazungumzia mechi 2 ambazo Clatous Chota Chama amehusika kwenye mabao mawili. Maana yake mechi 2 mtawalia ameweza kuscore katika mchezo dhidi ya Tanzania Prisons, aliscore katika mchezo dhidi ya Dodoma Jiji, na tunamtazamia pia katika mchezo wa kikosi cha Simba aanze moja kwa moja, na kama ataanza inawezekana akatengeneza chaotic moment. Wacha nikwambie kwamba kwa nini inafikia hatua hii. Chama Clatous alijiunga na kikosi ya Young Africans Julai 1 mwaka 2024, na ninavozungumza ninyi mkataba wake una expire Julai 1 mwaka 2025. Ni siku takriban 8 kutoka leo kabla tujamuona jamaa mkataba wake ukiisha ndani ya kikosi ya Young Africans. So Young Africans wana kazi kubwa mbili, either kumwacha mchezaji huyu katika wasaa kama huu ama kumuongezea mkataba ili waendelee kusalia naye. Na Clatous Chota Chama ni mchezaji ambaye anaweza kucheza kwenye maeneo makubwa matatu, kama attacking midfielder, kama left winger ama right winger. Na msimu huu katika michuano ya kimataifa amecheza michezo 8 akifunga mabao 2, ana assist yoyote ila ana yellow card 1. Na kwa mujibu wa takwimu nilizozipata ni kwamba alikuwa na 20% ya kwanza kwenye first 11, amecheza kwa mechi kwa dakika 31 kila mechi, amehusika kwenye 9% ya mabao yaliyofungwa na Young Africans katika michuano ya kimataifa. Lakini nilikuwa najaribu kuangalia hata thamani yake imeshuka. Kwa mfano msimu uliopita wakati anaenda Young Africans thamani yake kwenye transfer market ilikuwa ni euro 150,000 sawa sawa na milioni 458,955,000 kwa fedha ya Kitanzania. Navozungumza nanyi thamani yake bwana Chama imeshuka kwa sababu thamani yake sasa hivi ni euro 125,000 ambayo ni sawasawa na kiasi cha milioni 382,662,500. Unaweza ukaona kuna upungufu wa fedha nyingi zaidi kama milioni 100 fulani hivi ambayo imepungua kwenye kiwango cha Clatous Chota Chama. Lakini vipi kuhusu takwimu zake? Kabla sijakwambia, je, Young Africans wana kila sababu ya kuendelea kukaa naye ama la? Chama Clatous ambaye na miaka 34 amezaliwa Juni 18 mwaka 1994, ambapo msimu huu amehusika kwenye mabao 9 akitoa assist 3 na kufunga mabao 6 akiwa na yellow card 1. Amecheza michezo 23, na hapa nieleweke vizuri, amecheza michezo 23, sio zile ambazo alizoanza. Yaani kila mchezo ambao aliingia uwanjani, either alicheza dakika 5, alicheza dakika 2, alicheza dakika 30, tunahesabu kwamba bwana jamaa huyu amecheza jumla michezo 23. Lakini
dakika sasa, kwa maana ukikalkulate zote dakika ambazo aligusa hapa 5 hapa 10 hapa ngapi, jumla yake ni dakika 916. Yani ni michezo 9 na dakika 16 aliocheza. Kwenye hiyo michezo 9 na dakika 16 alizocheza ni sawasawa na na michezo 9 amefunga mabao, amesika kwenye mabao 9. Yani kila baada ya dakika 91 ama 92 alikuwa na uhakika kuhusika katika bao. Lakini ukiangalia kwenye michuano ya kimataifa amecheza dakika 280 ambazo ukiangalia kwenye hizo michezo 8 unagundua kabisa hata penyewe hajafikisha hata michezo 5 kwa ujumla wake. So huyu ndo Clatous Chama ambaye hajapata nafasi ya kucheza mechi nyingi sana, lakini effort zake zinaonekana pale ikibidi. Debate ni kubwa sana. Sasa ni kujiuliza, je, Chama aondoke ndani ya kikosi cha Young Africans ama Young Africans waendelee kumwamini Chama na kumuongezea kandarasi jipya la kuendelea kutumika ndani ya kikosi hiko? Young Africans wana mpango wa kuachana na wachezaji wengi sana. Concern yangu mimi nadhani this is right time ya Young Africans kuachana na Clatous Chama, kwa sababu kwanza analipwa mshahara mkubwa sana, milioni karibia 25 kama si 30. Hiyo ni fedha nyingi sana ambayo analipwa, lakini ukiangalia fedha anayolipwa na kazi anayoifanya ni vitu vile tofauti. Although wataalamu wa kazi waga wanasema utafika muda ambao utafanya kazi kidogo utalipwa pesa nyingi, lakini kuna ule muda ambao unafanya kazi nyingi unalipwa pesa kidogo. Ni moment ambazo zipo kwenye maisha, lakini Young Africans lazima waweze kupima kiasi anacholipwa Chama na kazi anayofanya vinaendana. Mchezaji ambaye analipwa zaidi ya milioni 20 katika kwa mwezi, tunazungumzia zaidi ya milioni karibia 300 kwa mwaka, amecheza tu dakika 916. Ukiangalia hapo kila baada ya dakika moja alikuwa analipwa shilingi ngapi, unaweza ukaangalia kwamba the guy anachukua pesa nyingi. So kwangu mimi nadhani Young Africans wana kila sababu ya kuingia sokoni na kutafuta central attacking midfielder ambaye ana uwezo ukawa kama Chama, lakini waachane na Chama kwa hivi sasa, kwa sababu still Young Africans wapo kwenye shape ya kumweza kumwacha Chama na wasiathirike moja kwa moja, kwa sababu hakuwa kwenye first 11. Labda sasa hivi ambapo Pacome, labda katika nyakati ambazo mtu kama Dube ameumia, ndo nyakati ambazo unaona napata nafasi, lakini kama yuko fiti nafasi yake ni ndogo sana. Kuna baadhi ya watu ambao Young Africans wamekuwa kiwahitaji kama Athu Josephat Bada. Huyu ni mchezaji wa kikosi cha Singida Big Stars. Young Africans wamekuwa kwenye nafasi nzuri ya kumpata Athu Josephat Bada, na huyu ni moja kati ya wachezaji ambao wanacheza kwenye eneo la kiungo na wana uwezo mkubwa sana, na anaweza akawapa Young Africans kila ambacho wanachokihitaji, kwa sababu anahusika kwenye eneo la utengenezaji wa nafasi, anahusika kwenye eneo la kufunga, lakini pia umri wake pia unaruhusu. Although yeye naye ametengeneza nafasi nyingi, kwa sababu amefunga mabao 4 na kutoa assist 8, amehusika kwenye mabao 12 mpaka sasa kwenye michezo 27. Umri wake unaruhusu miaka 22. Maana yake huyu Yanga wanaweza wakawa naye kwa misimu 4 mpaka 5 na ana uhakika kuwapa energy kwa kiasi kikubwa. Unasemaje katika wakati kama huu? Niambie katika comment na utakuwa umecheza kama wewe. Asante, bye bye.